Arusha ni mkoa wa wajanja, watu wenye upendo mkubwa na wenye bidii ya kutafuta pesa. Na bahati nzuri umekuwa kiongozi hapa, na kwetu sisi ni shukrani kwa Mungu na kwa rais wetu Daktari Samia kutuletea mtu wa aina yako kwenye mkoa wetu wa Arusha. Arusha unaijua na umeshafanya kazi na umewatumikia wananchi wa jiji la Arusha, na kwa mapenzi ya Mungu sasa utawatumikia wananchi wa mkoa wa Arusha. Mimi ya kwangu ni mambo matatu tu. La kwanza, mbele ya umma huu namtukuza sana Mungu kwa kunipa kibali cha kuwa mtumishi wa mkoa wa Arusha kwa mwaka mmoja. Namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake ya dhati, kwa upendo wake na kwa heshima alionipa ya kutoa mchango wa utumishi katika mkoa huu wa Arusha. Na mwisho, si kwa umuhimu katika shukrani zangu, ni wananchi wa mkoa wa Arusha ambao hao mmefanyika baraka kwangu. Hakuna jambo nililolifanya mkaniacha peke yangu. Mlinishika mkono, tulishirikiana, tukashikamana, tukaitoa Arusha ilipokuwa, tukaiweka kwenye ramani ya dunia. Na leo kila mtu akienda kwenye Google yake, akienda kwenye YouTube akaandika Tanzania, inakimbia kwanza kuonekana Arusha. Haya sikuyafanya peke yangu, sikufanya mimi tu na rasi wala na wakuu wa wilaya, tulifanya wananchi wote wa mkoa wa Arusha. Wakati namalizia shukrani, niwashukuru sana dereva wangu. Amekuwa mtu mwema sana. Nimshukuru sana sekretari wangu na nimshukuru sana rasi. Hawa watu nilikabidhiwa na kaka Mongera wakati anaondoka kwenye ofisi na kupangiwa majukumu mengine, na mimi leo nitamkabidhi RC Kenan kiongozi. Wakati nakabidhiwa hapa, yalikuja maneno, huyu driver ni wa Mongera, atakuwa na ripoti kila kitu kwa Mongera. Nikaambia mimi sio mwizi na sina nyumba ndogo na sio mshirikina. Haya mambo matatu ndio yanaweza kukufanya ukafukuza watu uliowakuta ukatafuta wako wapya. Ukiwa mzinzi, ukawa mshirikina, ukawa mla rushwa, utaogopa mtu ule mkuta kwa kuhisi kwamba huyu ataripoti kwa mtu. Nikasema mimi nitaendelea nao, na leo ninakukabidhi wakiwa ni watu wema, watu wenye heshima. Na sekretari nafikiri ndio wako kusafu umekaribia. Ni mtu mzima sana, lakini tumeishi kwa upendo na bahati nzuri unawafahamu. Sambamba na hilo, siwezi kusimama hapa bila kuwashukuru watumishi wa Mungu. Wameniombea sana. Upendo wa viongozi wa dini, niliona upendo wa wananchi wa Arusha, lakini kikubwa niliona upendo wa Tanzania. Niliumwa na iko siku nitaeleza nini kilinikuta, lakini hamkuchoka kuniombea. Na hata wengine mnasema yuko wapi? Wengine walitangaza mpaka msiba, lakini siri Mungu anaijua kwa nini leo niko hai katika mji huu. Jambo la pili, ndugu yangu kiongozi, nina mambo makubwa matatu ya kwako kiongozi wangu mbele ya watu hawa. Moja ni kuahidi nitakutii na kukuheshimu
bila kujali umri, bila kujali nimekutangulia kuingia serikalini, kwa kuwa wewe uko hapa kwa mamlaka na umevishwa kofia na heshima na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nitakuwa mwananchi wako mwema. Utaniona kwenye hivi viunga, ukinihitaji nitakuja, lakini sitakuja kukusumbua, na hata kama kuna jambo nitasubiri wewe uniulize, ila mimi sitakuwa mwenye kiherehere, kwa sababu napenda mtu aliyepewa majukumu apewe nafasi ya kufanya kazi yake. Na ukishakuwa mstaafu, kaa nyumbani, tulia. Ukihitajika utafanya nini? Kwa mimi utanikuta kwenye kata ya Sekei pale nimetulia. Mara moja nitakuwa kwa Mlombo kule, kwa sababu zawadi ya kiwanja cha kwanza nilipewa na wako zangu. Nikaweka kibanda changu kule kwa Mlombo. Siku moja unaweza kunikuta niko kule. Lakini nikuhakikishie ya kwamba kila ushirikiano utakaohitaji utaupata. Mkoa huu una hazina ya wastaafu. Wako wakuu wa mikoa wastaafu wanaishi hapa. Wakina Mzee Njolai wako hapa. Wakina Sarakike wastaafu ukienda Rumeru wapo. Huu mji umejaa wastaafu wengi, tena waliofanya kazi kubwa na heshima kubwa. Kwa hiyo sio mimi peke yangu tu, tunao wastaafu wenzetu pia ambao wametutangulia wakafanya kazi nzuri katika mkoa huu. Hata Mongera, mkuu wa mkoa mstaafu na naibu katibu mkuu, ni mkazi wa hapa. Mohamed Babu ni mkazi wa wapi? Kwa hiyo utatukuta tupo na tutakupa kila aina ya ushirikiano. La mwisho kwangu, kwa wananchi jamani, niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa, ushirikiano mlionipa muongeze kwa mkuu wetu wa mkoa. Tumpe kila aina ya support, na zaidi ya yote tumuombee. Tuwe mkoa wa mfano unaoombea viongozi badala ya kulumbana nao kwenye mitandao na kuwatukana. Hawezi kufanya kila kitu peke yake, anahitaji ushirikiano wetu. Tumuombee sana jamani. Tumpe ushauri kwa upendo. Na ikiwezekana, si dhambi ukaja, nimekuja na mawazo haya tuboreshe hiki na hiki, badala ya kutukana viongozi wetu na kutweza utu wao kwa sababu tu umekuwa na maoni tofauti juu ya jambo fulani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaenda kwenye uchaguzi. Na ukitazama hapa nimeona madiwani wastaafu wapo. Yupo aliyekuwa meya wa jiji la Arusha, na mbona kakaangu Papa Msofe hapa kutoka daraja 2. Nimemwona ndugu yangu kutoka Sokoni Wani. Kwa huko kweli umejaa wastaafu. Umejaa wastaafu wenye umri mdogo na wenye umri mkubwa. Ila usishangae hao wastaafu tena baada ya miezi 2 wakabadilika wakawa watumishi. Nitaka niseme kwamba kwa chama changu nakishukuru sana. Mwenyekiti wangu wa chama mzee wetu Sabaya, umekuwa mlezi mwema. Nikikwambia ofisini kule nitakuwa kama na kunafikia. Niseme mbele ya watu hawa, umetuongoza vyema. Wewe na katibu wetu Matoloka mmekuwa nguzo yetu katika uongozi. Na mwenyekiti huyu ni mwenyekiti wa mfano aliyeenda kufanya ziara kila kata na kusikiliza kero za wananchi. Na mimi nilimpa wataalamu kuhakikisha kila anapokwenda awe na wataalamu. Yanayohitajika majibu yalipatikana, yale ambayo hayakuhitajika tuliwasiliana tukaweka mpango. Lakini mahala pengine mwenyekiti bwana mwambia mwenyekiti, sikiliza, cheo chako kikubwa, sogea mbele, anaingia mpaka kwenye wizara kuhakikisha kwamba mkoa wetu unapata mafanikio. Kwa hiyo namshukuru sana mwenyekiti wangu, na nawashukuru wote viongozi wa chama. Na sasa kwa ngazi yangu mimi nahama. Huyu tena atakuwa mwenyekiti wako wewe, na huyu atakuwa katibu wako wewe. Mimi nanyemelea kuwa na mwenyekiti wangu mpya. Yuko wapi mwenyekiti wangu?
Huyu mimi nakukabidhi, mimi naenda kupambana na huyu. Kwa hiyo mambo yetu atakuwa yanaishia kwa bosi wetu huyu. Wewe utabaki katika ngazi ya mkoa. Lakini kwa kweli nawashukuru sana. Nawashukuru viongozi wote. Kwa kweli leo nimejawa na furaha sana. Moja, kwa sababu sijafukuzwa kazi. Hakuna raha kuondoka mahala kwa kung'atuka mwenyewe. Sio nasubiri kwa nini? Na nimejipanga kuishi na kufurahia maisha. Kwa hiyo usiwe na huzuni ya kwamba baada ya hapa anaenda wapi. Mshike jirani yako mkono, mwambie Makonda tunaye. Kama baada ya hapa mimi nipo. Na kwa neema ya Mungu tutaishi maisha ya amani, ya upendo na ya mafanikio. Kwa hiyo nakushukuru sana mwenyekiti, naomba unifikishie shukrani zangu kwa jumuiya zote. Jumuiya ya UWT, kwa mama yangu mwenyekiti kipenzi chetu Zelote, pamoja na mama yangu katibu wetu wa mkoa. Jumuiya ya vijana, mwenyekiti wangu wa mkoa. Jumuiya ya wazazi, mwenyekiti wangu wa wazazi, na kamati yote ya siasa ya mkoa. Kwa kweli nimebarika sana. Na siku ukiwa na kikao cha kamati ya siasa, tafurahi kuja kuwaaga na kuwashukuru kwa ushirikiano mkubwa na mapenzi makubwa tuliokuwa nayo. Mwisho siku muhimu. Wilaya ya Arusha mjini ndio imenilea. Namshukuru sana mwenyekiti wangu wa wilaya na katibu wetu wa wilaya na jumuiya zote na hata kikundi cha hamasa mnachoona hapa ni kazi ya wilaya ya Arusha mjini. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niliwaahidi vijana wa hamasa wa Arusha watakuwa ni vijana wa tofauti. Na ndio maana unaona leo wamekupigia Oktoba tunatiki. Oktoba tunatiki. Na huu mkoa tunashiriki uchaguzi. Yaani mkoa uchaguzi unafanyaje? Tunashiriki. Sisi hatununui uchaguzi, tunashiriki uchaguzi. Na kwa takwimu Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tume ya uchaguzi ilipoamua kuhuisha taarifa, iliweka malengo ya mkoa wa Arusha wananchi kujisajili aidha kwa waliohamia au waliofikisha miaka ya kupiga kura. Ikaweka idadi ya watu 80,000. Mbele ya uwanja huu wa ofisi za mkuu wa mkoa, naomba kupata taarifa ya kwamba wananchi walijitokeza kwa wingi. Malengo ya juu yalikuwa watu 80,000. Na Arusha mkoa walijisajili na kuhuisha taarifa zao watu takribani 77,000. Kwamba wanashiriki uchaguzi ni kwenda kufanya nini? Kama wamejiandikisha watu 77,000 ni zaidi ya 90 na ngapi? Na 5. Maana yake ni mafanikio makubwa sana. Jamani, ningetamani kumshukuru kila mtu. Na furaha nilionayo ni kwamba mpaka viongozi wa serikali za mitaa, wenye viti wetu wamekuja hapa kukupokea. Viongozi wa kata wa Chama cha Mapinduzi wamekuja hapa kukupokea. Na jumuiya zote. Hii ni dalili ya kwamba wana upendo mkubwa kwako, lakini pia wana heshima kubwa kwa Chama cha Mapinduzi kwa kukupata wewe. Jamani, baada ya kusema hayo mengi, naomba nitumie fursa hii sasa kuambia kwaherini watumishi wote wa mkoa wa Arusha na taasisi zote. Naomba kuwaaga rasmi. Najua tutapata maneno mawili matatu mle ndani, lakini umati huu baada ya mkuu wetu wa mkoa kuhutubia, nitaenda kumkabidhi ofisi, atasaini kitabu na kwenda kwenye ukumbi kumkabidhi nyaraka, na chukua gari langu huyo kwa mke wangu Maria. Nitampa nafasi mkuu wa mkoa afanye sasa majukumu yake, na leo ana ratiba ndefu. Anaenda kuapisha wakuu wa wilaya wapya, lakini pia anajiandaa mwenge unakuja katika mkoa wetu, na huo mkesha tutakuwa naye. Na naomba pia tujihamasishe tufanye mkesha mkubwa tarehe 11, na baada ya hapo tumpe ushirikiano kama nilivyosema mwanzo.
Kwa watumishi wote nawashukuru sana. Kama kuna mtumishi spana zilizidi kiasi kwamba nati kataka kukatika, moyoni mwako jua jambo moja tu. Makonda alitaka Arusha ifanane na hadhi ya kuwa makao makuu ya Afrika Mashariki. Neno jambo mheshimiwa kiongozi nitamwambia, Arusha hatushindani na Dodoma, hatushindani na Dar es Salaam. Arusha sisi ni makao makuu ya Afrika Mashariki. Nchi 7 za Afrika Mashariki zinapaswa kuiona Arusha kama makao makuu yao. Maana yake tunatakiwa kuizidi Nairobi, kuizidi Kampala, kuizidi Kigali, kuzidi Dodoma na Dar es Salaam. Na chini ya kiongozi, nina matumaini makubwa tutafika kwenye hiyo ndoto niliyoianza katika mkoa wetu wa Arusha.